Hapa nipo katika kituo cha mabasi yaendayo mikoani, yanatokea Mwanza yakipita hapa na mengine pia yakitokea Kagera, lakini pia mengine yanaenda katika mikoa ya Dar es Salaam. Kama unavyoona kwa mbali pale ukisogea, unaona mabasi yale ambayo yamekuwa yakitegemewa na wananchi kwa ajili ya kusafiri kuelekea maeneo ya nje ya mji, pia kwa siku ya leo yamesitisha safari kutia agizo ambalo limeweza kutolewa na serikali. Na unapotazama stendi ni nyeupe, sio kawaida ya stendi hii kuwa katika hali hii, lakini leo ndio kama ambavyo unaona kwamba hakuna usafiri wa aina yoyote. Kama unavyoona baadhi ya gari ambazo ndio zinatoa msaada kwa ajili ya abiria ambao wanakosa usafiri kuweza kuwapakia na kuwapeleka maeneo ambayo wanatakiwa waweze kusafiri. Katika eneo hili ukizungumzia hali ya ilivyo ni kwamba kuna hali ya utulivu. Hali ya utulivu ndio ambayo imetamaraki katika eneo hili la stendi hapa kama unavyoona. Miongoni kati ya maeneo maarufu pia hapa mjini Geita ni eneo hili la Kraski. Eneo hili la Kraski ni eneo ambalo linapatikana sehemu nyingi au kumbi za starehe na maeneo mengi ya starehe, lakini kama tunavyoyaona hapa mbele ni kwamba maeneo haya mengi kwa siku ya leo yamefungwa. Kuna shughuli zozote zinazoendelea na watu wako majumbani wakiwa wametulia turi. Hapa bwana, kuna hali ya utulivu wa hali ya juu kweli kweli. Na tunavyoona, lakini ukiangalia hapa pembeni yangu utaona kwamba kuna maduka pia yameweza kufungwa. Na duka zimefungwa hapa mbele ukitazama. Kiwa ni kiashirio cha kwamba Watanzania wengi au siku ya leo wametii maagizo baada ya kuambiwa wakae ndani. Tunavyoona hapa mbele kama unavyoona, maeneo yote hapa kuna shughuli zinazoendelea. Vyombo vya ulinzi na usalama pia vipo, vinaendelea kuimarisha hali ya usalama na kutazama maeneo mengi. Hii ni kutokana na kuwepo tishio ambalo lilizungumzwa na baadhi ya wanaharakati wa mitandaoni. Naam, hii unayoiona mbele yangu ni barabara kuu ya kutokea Mwanza kuingia hapa Geita. Kama unavyoona hali ya utulivu katika barabara hii.